Kuanzia Mashariki ya Kati, siku ya pili ya mfungo wa Ramadhan imeingia, japo kwa wakazi wa ukanda wa Gaza walifungua somo zao jana bila furaha kutokana na makali ya njaa, magonjwa na kutokuwa majumbani mwao waliko kuzuia kutokana na mapigano yanayoendelea kwenye ukanda huo. Zainab Aziz na taarifa kamili juu ya mzozo wa Mashariki ya Kati. Vita katika eneo hilo lililozingirwa vinaendelea kwa zaidi ya miezi mitano sasa, huku uingiaji wa chakula na msaada mwingine ukipungua kwa kasi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeinukuu Wizara ya Afya ya eneo hilo inayosimamiwa na Hamas ikisema mpaka sasa watu 25 wamekufa kutokana na utapiamlo na upungufu wa maji mwilini, wengi wao wakiwa ni watoto. Wakati huo huo, meli iliyosheheni tani 200 za misaada ya chakula imeanza safari leo hii kutoka Cyprus kuelekea katika ukanda wa Gaza. Safari hiyo ni ya majaribio ya kuufikia ukanda wa Gaza kwa njia ya baharini ili kusambaza misaada katika eneo hilo. Vyakula hivyo vimekusanywa na shirika la hisani la World Food Kitchen ambalo mwanzilishi wake ni mpishi mashuhuri Jose Andres aliyeungana na shirika la misaada la Uhispania la Open Arms. Meli hiyo inatarajiwa kufika kwenye ufuo wa Gaza katika muda wa siku 2 hadi 3 zijazo. Marekani kwa upande wake inapanga kujenga daraja katika eneo la bahari karibu na Gaza ili kufanya shughuli ya kutoa msaada, lakini huenda itachukua wiki kadhaa kabla ya daraja hilo kuanza kutumika. Vita vilivyochochewa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 30,000, huku Umoja wa Mataifa ukiripoti kwamba robo ya wakazi wa Gaza wanakabiliwa na njaa. Mama mmoja, Randa Bakar, mkazi wa Gaza aliyehama nyumbani kwake kwa sababu ya vita, amesema katika nyakati za zamani angeliipamba nyumba yake na kuwapikia watoto wake chakula kitamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sioni kama hii ni Ramadhani, naona ni kama siku ya kawaida tu. Sifanyi kama inavyotakiwa kwa kuwa sina furaha yoyote. Nimehama makazi yangu na zaidi nina majonzi kwa kuwa uti wa mgongo wa nyumbani kwangu, yaani mume wangu, hayuko nasi tena. Wakati huo huo, idadi ya matukio ya chuki dhidi ya Wayahudi nchini Uswisi imeongezeka tangu mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 nchini Israel na majibu ya baadaye ya serikali ya Israel huko Gaza. Haya ni kulingana na ripoti iliyochapishwa hii leo Jumanne. Utafiti uliofanywa na shirikisho la Uswisi la Jumuiya ya Wayahudi na wakfu wa kupambana na ubaguzi na chuki dhidi ya Wayahudi umeonyesha idadi ya matukio hayo iliongezeka hadi kufikia matukio 155 mnamo mwaka jana wa 2023. Alikuwa ni Zainab Aziz. Na hali inayoendelea kwenye mzozo kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas